easy position. How's that first touch? Williams may have had the slightest of touches. Did that cross the line? It looks as though it may very well have. It's a pen. Stefan Aziz Ki, unaweza ukamuita funguo, kiumbe kilichoumbwa kuja kuleta mateso kwa makipa wengi na mabeki wengi. Manyanyaso yake kwa magolikipa yalimpatia umaarufu zaidi kwenye ligi ya NBC Tanzania Bara, vile vile kwenye CAF Champions League, bila kusahau ufanisi wake kwenye timu ya soka ya taifa ya Burkina Faso. Leo nakuletea makala ya maisha halisi kabisa ya soka ya Stefan Aziz Ki, angali alivyokuwa mtoto mpaka sasa yupo kijana shababi na ngangali zaidi. Ukisoma katiba ya Yanga sura namba 36 kifungu B mstari wa 15 na unasema: ewe golikipa, utakapoliona shuti la Stefan Aziz Ki, kwa usalama wa afya yako, watoto wako wanakuhitaji, kaa pembeni, mwamba aweze kucheka na nyavu. Huo ni mstari ambao unapatikana katikati ya kitabu cha katiba Dar es Salaam Yanga Afrika. Leo nakuletea historia maisha halisi kabisa ya Ki Aziz Stefan. Tarehe 2 ya mwezi wa 3 mwaka 1996 pale Abidjan, Cote d'Ivoire, hapa na maanisha Ivory Coast, Stefan Aziz Ki aliweza kuzaliwa hapo. Licha ya Stefan Aziz Ki kuzaliwa kwenye nchi ya Ivory Coast na kuwa na uraia pacha, lakini alichagua kuichezea timu ya soka taifa ya Burkina Faso. Mwaka 2015 mwamba aliweza kuanza rasmi maisha yake ya soka, na hapa aliweza kwenda kwenye timu ya soka inaitwa San Roque. Hii timu inapatikana huko Hispania. Aliweza kucheza michezo 24 na kufunga magoli 2 pekee, lakini mwaka 2017 kwenye timu ya Omonia huko Hispania aliweza kucheza michezo 13 lakini hakufanikiwa kabisa kufunga goli. Hapo akatolewa kwa mkopo kwenye timu moja inayofahamika kwa jina Asmi Masoro. Aliweza kucheza michezo 5 lakini hakufanikiwa kabisa kuweza kufunga goli. Lakini mwaka 2019 aliweza kujiunga na timu ya Ney Salamena iliyokuwa nchini Ugiriki. Aliweza kucheza michezo 5 lakini hakufanikiwa kabisa kufunga goli. Stefan Aziz Ki aliona kama mkosi unamwandama Ulaya, na hapo ndipo alipoamua kurudi kwenye ardhi ambayo yeye aliweza kuzaliwa. Mwaka 2019 aliweza kurudi kwenye ardhi ya Cote d'Ivoire, hapa na maanisha Ivory Coast. Aliweza kusaini kandarasi mwaka mmoja kwenye timu ya Al-Fadi FC ambayo ipo nchini Ivory Coast. Aliweza kuwasha kweli moto vilivyo. Mwaka 2020-2021 Stefan Aziz Ki aliweza kujiunga rasmi na kikosi cha ASEC Mimosa ambacho kinapatikana pale nchini Ivory Coast. Aliweza kuwasha moto kweli kwenye michezo takribani 18. Aliweza kufunga magoli 10 na assist 4. Lakini Julai 15 mwaka 2022 Stefan Ki Aziz aliweza kujiunga rasmi na klabu Dar es Salaam Yanga Afrika, ambayo maskani yake yanapatikana pale Jangwani kwenye mitaa Kariakoo. Ilikuwa ni furaha na heshima kubwa kwa ligi ya soka ya NBC pale kupata mchezaji mwenye quality player kama ya Stefan Aziz Ki. Kama ardhi ya Tanzania ilimkubali hivi, wazee walicheka juu yake, walimfurahia zaidi, wakamuita chini, wakamchinjia mbuzi kisha wakambariki, miguu yake wakaichoma sindano za nguvu. Hapo ndipo alipoweka agano la kuwatesa magolikipa wengi kwenye ligi ya NBC. Aliweza kupiga mashuti na follow kamba nyingi tu. Vile vile ustadi wake watu waliouona kwenye michuano ya kimataifa, hapa na maanisha kwenye michezo ya CAF Champions League. Aliweza kuwasha moto kweli na kuweza kuwa gumzo kubwa huko bondeni Afrika Kusini na kuhitajika na vilabu vikubwa kama vile Mamelodi Sundowns, National Al Ahly, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs. Lakini uongozi wa Yanga ulikuwa thabiti zaidi. Uliweza kuhimili mikiki ya timu kubwa na kuweza kumbakiza Stefan Aziz Ki kwenye viunga vya Jangwani. Hadi leo bwana Stefan Aziz Ki anaweza kuchezea Dar es Salaam Yanga Afrika. Lakini mwaka 2023 mwamba aliweza kufanya makubwa. Aliweza kuwa mfungaji bora ya top scorer wa ligi ya NBC. Vile vile aliweza kuwa MVP wa ligi hiyo. Hapa na maanisha mchezaji mwenye thamani kubwa zaidi na mchezaji mwenye ubora wa kina zaidi kwenye ligi hii ya NBC.
Lakini watu waliamini kama Stefan Aziz Ki anaweza kuikacha klabu ya soka Dar es Salaam Young African. La hasha, haikuweza kwa hivyo. Stefan Aziz Ki aliweza kubakia hapa na kusaini kandarasi ya mwaka mmoja, lakini mwishoni mwa 2025 mkataba wake huo wa pili utakuwa unaendelea kufikia tamati. Je, Stefan Aziz Ki ataendelea kubarikia kwenye ligi ya NBC Premier League? Lakini aliweza kumeki headline na kuweza kuchukua mvuto mkubwa kwenye vyombo vingi kabisa vya habari baada ya pale sakata lake la mahusiano yake kimapenzi na mwanadada Hamisa Mobeto. Hii ilizua taharuki kidogo. Watu walikuwa hawaamini dogo anatoa wapi hela za kuweza kumiliki mzigo wenye ubora kiasi kile. Watu waliamini uwepo wake karibu na Hamisa Mobeto ndio utampoteza kabisa kwenye ramani ya soka, kwa sababu tulishaaminishwa hivyo. Mchezaji na masuala ya mahusiano ni mbingu na ardhi, haitakiwi. Lakini mwamba Stefan Aziz Ki ameto prove long. Licha ya kuoa na kufaidi penzi la dada yetu mzuri kabisa Hamisa Mobeto, bado ameendelea kuwasha moto vilivyo kabisa kupitia klabu yake bora kabisa ya Dar es Salaam Young African. Stefan Aziz Ki aliweza kuipigania vilivyo kabisa klabu ya soka Dar es Salaam Young African hadi kuhakikisha inashika nafasi ya 10 kwa ubora vilabu barani Afrika. Bwana huyo sio mwingine, ni mwamba kabisa kutoka pale Abidjan, Ivory Coast. Hapa namzungumzia funguo Dar es Salaam Young African, Stefan Aziz Ki. Watangazaji mpira huwa wanapenda sana kuliimba jina lake. Pale anaposhika mpira wanaanza kutabiri, wanavuta Aziz Ki. Hii inamaanisha ataweza kupiga shuti kali ambalo linaweza kumlenga golikipa na kumshinda na kuweza kuchana nyavu na kuweza kutokea upande wa shabiki. Sio kama anamsifia sana, ila miguu yake ndio inamfanya asifike. Alipokuja Dar es Salaam bwana, hakuja na pesa nyingi wala hata hakuja na ndugu. Alikuja na nguvu za miguu, alikuja na skills na uwezo wa kuchezea mpira. Hivyo vitu ndio viliweza kumpatia ndugu, jamaa pamoja na marafiki. Kama umevutiwa na makala hii na wewe ni shabiki wa Dar es Salaam Young African na bado haujasubscribe channel yako nzuri kabisa hii ya Bongo Complex, tafadhali na kuomba uweze kufanya hivyo ili wa kwanza kupata taarifa zetu na makala zetu pale pindi tu zinapoweza kutoka. Natamani unataka kujua historia halisi ya Djigui Diarra, golikipa kipenzi kabisa na Pacome Zouzoua, mchezaji hatari kabisa Dar es Salaam Young African. Tafadhali na kuomba uweze kusubscribe ili wa kwanza kupata habari zetu mara pale tu pindi zinapoweza kutoka. Mungu akubariki zaidi.